Naam, warigani mwanafamilia wa Mkubwa Media. Kama ni mara yako ya kwanza, hakikisha unabonyeza alama nyekundu iliyoandikwa subscribe. Ni kwamba ngoma ya Mitu ya kwake Abigail Chams imeweza kufanya makubwa na imeweza kuleta ushindi mkubwa katika karia yake ya muziki. Kama msanii unaona kabisa kwamba ameanza vizuri. Kwa sasa hivi tumeona ushirikiano wake yeye pamoja na Harmonize umeweza kuleta effect kubwa katika karia yake ya muziki, na ameonekana ni msanii mkubwa na wengi wameonekana kukubali uwezo wake. Na sio hilo tu, bali sio Tanzania ambao wanamuona Abigail Chams anafanya vizuri, bali ngoma yake yenyewe inazungumza katika nchi 5 tofauti, ambapo inaelezwa kwamba Mitu ndio ngoma ambayo imeweza kushika namba 1 katika platform zote, lakini pia ukiachilia mbali na hivyo, katika upande wa YouTube inaonekana kushika namba 1 katika nchi 5. Sasa Abigail Chams ameweza kufurahia kuona ngoma yake ikishika namba 1 katika hizo nchi 5 za Afrika Mashariki. Sio mara ya kwanza kuzungumzia kwamba ngoma imeweza kushika namba 1 katika Afrika Mashariki. Sasa yeye ameamua kupost kabisa katika upande wa Insta story na kueleza ni jinsi gani ambavyo anajisikia furaha kuona kwamba naye pia yupo katika miongoni wa wasanii ambao wanafanya vizuri katika upande wa Afrika ya Mashariki, ambapo tunaona katika jarida hilo ambao ameweza kulitengeneza na kuweza kuliposta ameeleza katika upande wa Konde Gang, ambapo wameweza kuposti jinsi ukubwa wa ngoma hii, ambapo tunaona kwenye upande wa Apple Music shika namba 1, YouTube Kenya imeshika namba 1, ukija Tanzania imekuwa ni daily top music video. Kila siku kuna zile top video, ambapo tunaona kuna mmoja ama nyingine kila siku kuna ngoma mpya ambazo zimekuwa zikitoka katika platform mbalimbali, lakini sasa tunaona imeweza kushika namba 1. Lakini pia ukiachilia mbali na hivyo, kwenye huko Uganda bwana, imekuwa namba 1 katika Apple Music, inaonekana ndio ngoma ambayo kweli inafanya vizuri. Lakini pia katika upande wa Tanzania imekuwa namba 1 katika zile nyimbo 100 katika upande wa YouTube. Sasa huu inaonekana ni ushindi ambao kiukweli unaonekana kupagawisha Abigail Chams na kuona kabisa kwamba inawezekana kufanya kazi zaidi ya hii ambayo ameweza kuifanya. Kiukweli hakuna msanii pekee wa Tanzania wa kike ambaye ameweza kushika namba 1 katika upande wa Apple Music na YouTube. Hayupo tangu mwaka uanze, hayupo. Yaani ukizungumzia wasanii wa kike ambao wanajitahidi, tulikuwa tunazoea majina kama Zuchu, Nandi, ambao ndio wanafanya vizuri na wana take over katika game ya muziki. Lakini sasa hivi competitor ameingia, kwa sababu tunaona kwa upande wa Konde Gang alikuwepo Angela. Kwa bahati mbaya Angela ameshaachana na Konde Gang na ameamua sasa hivi kuwa solo artist na pia ameamua kumrudia Mungu. Sasa kwa upande wa Konde Gang wameshirikiana na Abigail Chams na wameweza kumpa ukubwa ambao kiukweli hakuwahi kuwaza hata siku moja kwamba siku moja angeweza kupambana na akina Zuchu kutoka katika lebo ya WCB Wasafi na kuweza kufika mbali. Kwa hiyo Abigail Chams anafurahia ushindi huu, na kiukweli inamfanya kuwa mmoja wa wasanii kiukweli ambao wanafuatiliwa zaidi kuliko wasanii wengine katika upande wa digital platform, na ameonekana kabisa kwamba kuwa msanii tishio kwa kile kizazi ambacho kinaonekana kuwa jeuri. Hapo anazungumza kina Zuchu, kwa hiyo anaonekana kujipanga zaidi, kwa sababu inaonekana kabisa kwamba huyu akikaa vizuri basi anaweza kuchukua zile tuzo kubwa duniani, tuzo za Grammy ambazo zinatoka kule nchini Marekani. Dondosha maoni yako kisha subscribe.